Ni namna gani mnashirikiana kwanza sasa kutekeleza na kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi? Kwanza mimi ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa rehema na neema ambao ametujalia siku hii ya Jumatatu. Tumeanza kazi vizuri. Jumatatu hii imekuwa njema sana kwetu. Kipekee niko kwenye kata ya Buyuni, lakini kiuhalisia tumeanzia kata ya Pugu. Tumeanzia kata ya Pugu na tulikuwa tunashirikiana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Buyuni, mama yetu Jessica Moto. Kwa hiyo na mimi nikaona si vema nikaishia kule Pugu, nikaona bora na mimi niungane naye kwa sababu tumeungana kwenye ziara zote ambazo tulizianza toka asubuhi mpaka kufikia muda huu. Kwanza ni washukuru mameneja wa DAWASA kwa maana ya Ukonga na meneja wa DAWASA Kisarawe na timu yao nzima ambayo wameambatana kuja katika kata zetu hizi mbili. Nikizungumzia kata ya Pugu, yako maeneo tumepita hajapata maji na tumekubaliana viko visima vya kwenda kuvifufua, na kesho timu ya DAWASA itakuwepo kwenye kata ya Pugu. Wakitoka kata ya Pugu wanakuja kata ya Buyuni kuhakikisha maeneo haya maji yanapatikana. Kwenye mtaa wa Bombani kata ya Pugu, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh B, kwenye mtaa wa Kigogo Fresh A, kwenye mtaa wa Mustafa na kwenye mtaa wa Kinyamwezi. Mtaa wa Kinyamwezi yako maeneo yana changamoto kubwa, hususani ndugu zetu wa Kimani, lakini huko mradi mkubwa ambao unapita kule changamoto hiyo itakwisha. Lakini kipo kisima kule kikubwa ambacho kilikuwa kinatoa maji Pugu kinapeleka Gongo la Mboto. Kwa sasa kisima kile kimekatwa, maji yale hayaendi tena Gongo la Mboto, lakini sasa yale maji yatakwenda kuwahudumia watu wa maeneo yale ya Kimani. Kwa hiyo ndugu zetu hao wa DAWASA wanafanya kazi nzuri, wanafanya vizuri, na kwa sasa tuko asilimia kubwa ya kazi wetu wanapata maji salama. Kwa hiyo hatuna shida. Sehemu ambayo imebaki ni kuhakikisha tunaungana kwa pamoja sisi viongozi na wataalamu wetu kuhakikisha wananchi wetu wanapata maji kwa asilimia 100. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana meneja wa DAWASA wa Kisarawe, meneja wa DAWASA wa Ukonga na timu ya mainjinia wote ambao wameungana na sisi toka asubuhi. Kazi hii walifanya ni kazi kubwa sana. Unajua humu ndani tunahudumia watu, lakini muda mwingine tunafanya na ibada. Kwa hiyo hii ibada lazima tuende tukaifanye. Ibada itimilifu ni kuhakikisha wananchi tunawatendea haki. Haki ni neno ambalo lina herufi 4 tu, lakini zile herufi 4 zina maana kubwa sana. Kwa hiyo maana yake ni lazima tuzitimilize. Kwa hiyo mimi niwashukuru, lakini pekee nimshukuru mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge leo kama mnavyojua bunge linaendelea, lakini aliacha bunge akaona haja afanye ziara kwenye jimbo lake ili kuhakikisha wananchi wake wanapata maji. Jambo hili nimpongeze sana, na sisi kama wasaidizi wake tunashirikiana kuhakikisha maji tunapata. Lakini tuendelee kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha miundombinu inafika katika jimbo letu, inafika kwenye kata ya Pugu, inafika kwenye kata ya Buyuni, inafika kwenye kata zingine. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunamsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan ili kutimiza malengo yake ya watu kupata maji kwa asilimia 100. Tukija kwenye solidarity, mmemsikia hapa Mheshimiwa Jessica amesema sisi tuna kata 7 kwenye jimbo hili la Ukonga, lakini tuna madiwani 2 wa viti maalum, kwa maana tuko 9. Sisi 9 tunashirikiana vizuri sana. Tumeshikamana nganganga. Hatuna uoga. Penye kusema tunasema. Penye ambapo tunaona hapa kuna tatizo sehemu moja, tunakwenda kwa pamoja, tunakaa kwa pamoja, tunashirikiana. Yako mambo mengi kuna siku tutakuja kusema, yako mambo tunafanya binafsi kwa sisi madiwani, tunashirikiana kutatua changamoto za wananchi wetu. Lakini tunakaa tunasema huyu mwananchi yuko Buyuni, tunashirikiana, tunatatua changamoto, mambo haya yanakwenda. Iko siku tutasema sasa njooni waandishi wa habari mje kuona sisi tunafanya nini na nini na nini. Kwa hiyo mambo mengine haya na sisi tunajua kama tunatakiwa tufanye ibada, na ibada zetu ndio sehemu hizi tunafanya kwa wananchi kuhakikisha wananchi tunawahudumia vema. Asanteni sana waandishi wa habari na Mwenyezi Mungu awabariki sana.